liturujia inaadhimishwa wapi? Kristo ni hekalu la kweli la Mungu, mahali ambapo hukaa utukufu wake kwa njia ya neema ya Mungu. Hata Wakristo sisi pia tunakuwa mahekalu ya Roho Mtakatifu, mawe yaliyo hai ambayo kwayo tumejengwa, ambayo kwayo kanisa limejengwa. Katika hali yake duniani, kanisa linahitaji mahali ambapo jumuiya inaweza kukutana, yaani makanisa yanayoonekana, mahali patakatifu, mfano wa mji mtakatifu Yerusalemu ya mbinguni tunayoishuhudia kila tunapokumbuka safari yetu kama mahujaji kumwelekea Mungu. Katika makanisa haya, kanisa huadhimisha ibada za hadhara kwa utukufu wa Utatu Mtakatifu sana, kusikiliza neno la Mungu na kuimba masifu yake, kuinua sala yake, kutolea sadaka ya Kristo aliye katika kusanyiko mithili ya sakramenti. Zaidi ya hayo, makanisa haya ni pahali pa kujikusanya pia kwa sala binafsi. Makanisa haya na maeneo ya ibada ni mahali patakatifu sana, panapopaswa kuendewa kwa uchaji na ibada, kuheshimiwa, kutunzwa na kulindwa kwa wivu mkubwa, kwa sifa, ukuu na utukufu wa Mungu. Pasichezewe wala kubadilishiwa matumizi ya ibada za kimungu na kufanywa mahala pa mikutano, burudani au shughuli nyingine zozote zinazokatazwa kwa mujibu wa uanzishwaji wake, kwani kinyume chake ni kunajisi maeneo haya. Naomba tena nifafanue. Sehemu ya kwanza, ibada tunaambiwa ilifanyika au inafanyika kwa Kristo mwenyewe, kwa sababu ndiye kuhani halali na mwanakondoo. Alipoitoa sadaka mwenyewe, aliadhimisha liturujia kupitia mwili wake. Ndio maana alionyesha, nivunjeni hekalu hili, mtu alisimamisha baada ya siku 3. Wakaanza kujiuliza, sema hapa bwana mdogo kanajivuna sana. Wewe hii kanisa limejengwa kwa miaka 46. Naona tuambie siku 3 tueleweze. Akasema alikuwa anazungumza si juu ya hekalu jengo, alikuwa anazungumza juu ya hekalu mwili wake. Na hivyo alipoteswa na kufa na kufufuka, wakabaini kwa zile siku 3 alizokuwa anasema, huo hekalu alilokuwa anazungumzia ni mwili wake, ni mwili wake. Kwa hiyo kama liturujia inafanyika katika hekalu, mwili wa Kristo, kanisa ndilo mwili wa Kristo. Kwa liturujia zinafanyika katika kusanyiko la watu wa Mungu ambao ni wale wanaokusanyana kwa njia ya ubatizo, ambao ndio sisi. Lakini hata hivyo, hilo ni kanisa lisiloonekana. Tunahitaji sasa kanisa linaloonekana. Kwa hiyo tunarudi mahali panapofanyika liturujia. Sasa tunarudi kwenye majengo au maeneo ya ibada. Kwa mahali hapa au majengo haya yanawekwa wakfu, yanatengwa kwa ajili ya shughuli mahususi za ibada. Kwa wakati fulani tunalazimika sasa kujenga makanisa yanayoonekana ambayo ni majengo. Tunalazimika kujenga maeneo ya ibada yanayoonekana, vikanisa vya kuabudia, magroto, shrines mbalimbali, hata makaburi. Si kama mnafahamu, makaburi ya Wakristo ni eneo la ibada, ni eneo takatifu, linaanzishwa kwa mujibu wa sheria za kanisa, ni eneo la ibada. Isivyo bahati, wale wenzetu wale wenye imani zao wanayabadilisha na kuwa maeneo ya makaburi. Lakini eneo la ibada sasa linalindwa kwa sheria, na kama tulivyosema, inapaswa kuhifadhiwa na kulindwa kwa wivu mkubwa, kwa sababu yanaashiria utukufu, ukuu wa Mungu. Kwa hiyo kanisa linatualika kuendelea kuyalinda maeneo haya, kuyahifadhi maeneo haya kwa wivu mkubwa. Lakini kama mnavyofahamu, leo hatuko salama sana, hatuko salama. Maeneo yetu hata ya makanisa, viwanja vya parokia
vinaingiliwa, vinavamiwa. Wakati fulani hata makanisa yenyewe hayatunzwi vizuri. Tumeanza ibada nyingine ambazo hata sio za Kikristo wala za Kikatoliki ndani humo. Tunafanya shughuli nyingine ambazo sizo zilizokusudiwa, mikutano, wakati fulani hata semina nyingine, wakati mwingine hata burudani. Si sawa. Hebu rejea simulizi la Yakobo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 28 ya 17 ambapo Yakobo alifika pahala pale alipokutana na Mungu, asema mahali hapa panatisha sana, bila shaka ndiyo makao ya Mungu. Aliingia kwa hofu. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya 5, Musa anaambia usiingie mahali hapa kwa mzaa, vua viatu vyako, pahala hapa ni patakatifu. Hebu niambie ni nini leo tu bado makanisa yanaheshimika? Namna yetu ya kuingia, namna yetu ya kuyatunza, tunayatunza kwa hofu, tunayatunza kwa ibada. Hata hivi karibuni kuna watu fulani wakaniambia, bado mbona mnakemea hata watu wanavaa kanisani? Watu wanaingia wamevaa vizuri kanisani, wana hofu ya kuingia kanisani. Leo tunaambia kuna watu wakati wa ibada kabisa pale hakuna utakatifu, mtu anachaki kabisa muda wa ibada. Leo tumeambiwa wakati fulani, tumetuhumiwa kwamba nyumba za ibada wakati fulani zinageuzwa kuwa vituo vya siasa na kupanga mipango ya kisiasa. Ni pahala pa sala, pahala pa maadhimisho ya sakramenti. Tunaenda kanisani au mahala hapo kutafuta ukombozi. Maeneo yetu haya tumejenga siku hizi, kongole kwenu na pongezi kwa wengi. Kila parokia sasa hivi wanajitahidi kujenga magorofa, kujenga makanisa ya kuabudia. Jambo jema kabisa. Lakini hizo gorofa zinatunzwa. Wakati fulani zimegeuzwa, unakuta watoto wanachezea, ndimo watoto mtakatifu wanafanyia mazoezi, ndimo waka au wawaka wanafanyia vikao, wanakwaya wakuona wanafanyia mazoezi. Sasa ile nafasi ya mtu kwamba limejengwa kama eneo la ibada liwe wazi wakati wote, mtu akitaka aende akute ukimya wa kusali haupati tena. Anafika pale mbele kuna kikao, anafika pale mtu watoto wanacheza. Na ndio maana sasa hata wanakwaya wanafahamu katiba yao wakati inawazuia kufanya mazoezi ya kwaya kanisani. Hata sisi tumeambiwa mikutano tusifanye kanisani wala kwenye maeneo ya ibada ya tunzwe. Ndio maana tunahimiza kujenga ofisi kubwa, kumbi za mikutano kubwa, au pandeni miti mingi ya kutosha, ndio mnapenda kikao chini. Lakini sio kanisa, sio kwenye maeneo ya ibada, kwenye magorofa hayo kanisa ya kuabudia. Na wale waliosema hata makaburi ni eneo la ibada, ni eneo takatifu. Nasema isiyo bahati wenzetu wale huwa wanakwenda wanayabadilisha na kwa sehemu zao za kufanya matambiko. Ni kinyume na kutia unajisi maeneo yale. Yale yanabarikiwa kabisa. Kwamba huyu mwenzetu tulie muhifadhi huyu maendelee kwa mpaka siku ya ufufuko. Na sisi tumeheshimu eneo la tumelitenga. Ndio maana hatukwenda kuzika bweni stendi wala nyasi wala barabarani. Tumekutengea eneo kabisa kwamba hii eneo la ibada na watu wafike hapo wakiendelea kuomba, ukijua kwamba kuna maisha baada ya kifo hiki, kuna maisha mapya. Hii leo tumeyabagaza, leo tumeyaharibu. Na wakati fulani hata wengine wanaozika majumbani na mbali kabisa, kama tunazika jamani, tukumbuke hata kwa tunasafisha makaburi. Sio ya kusubiri tu Novemba mosi, Novemba pili ndio watu wanaanza kusafisha makaburi. Jana ilikuwa makaburi ya Msege machafu kweli. Sijui kwingine jana nilibahatika kupita. Lakini hata hapa kwetu na yenye machafu wanasubiri Novemba pili. Na kwingine huko mnakofahamu ambapo parokia zina makaburi. Tutunze makaburi, ni maeneo ya ibada. Tutunze makanisa yetu na wale wanaozika majumbani. Tuheshimu makaburi yale. Tusiyabadilishie malengo. Tukaanza kusema tutatambike hapana. Kwa hiyo mahali pa kuadhimishia vitu yetu, tumesema kanisa letu ya tundu. Sheria ziko zinazowajibisha namna ya utunzaji